Naam, ujambo na karibu katika mahojiano maalum. Leo nimemlaki mgeni hapa, ni mwanamuziki anaitwa Rand Hamisi. Huyu anafanya muziki, ni Mtanzania lakini yuko hapa nchini Afrika Kusini. Nitaenda kuchati naye, nitatafuna naye mawili matatu kuhusiana na kazi yake ya muziki. Ujambo na karibu kwenye mahojiano. Asante. Pengine tuanzie kwenye jina. Kwa nini unaitwa Rand? Ni jina ambalo producer wangu alipendekeza kunipatia. Na uko umefurahishwa na hilo jina? Nimefurahishwa nalo. Leo nataka tuzungumze kidogo kuhusu muziki na madawa ya kulevya. Wewe ni mwanamuziki, wewe ni msanii. Au pengine kwa faida ya wasikilizaji, kwa nini wasanii wengi sana wanajiingiza katika utumiaji wa madawa ya kulevya pale wanapokuwa kwenye harakati za muziki? Ni kwa sababu ya stress mengi sana. Kwa sababu msanii kama msanii anahitaji kuvaa, kula na vitu vingine. Hasa unakuta akikosa mdhamini, alafu yeye anajua kufanya muziki, kwa anakuwa anachanganyikiwa kidogo, ndio maana unakuta wengine wanaingia katika madawa. Kwa hiyo muziki, kama nimekuelewa vizuri, kumradhi, dawa za kulevya zinasaidia kupunguza stress? Isaidii. Sasa stress, pengine ungefafanua vizuri hapo, ni kutokana labda na ugumu wa maisha kikazi labda ambao msanii anapitia, ndo maana anaingia kwenye harakati za kutumia madawa ya kulevya. Naam. Sasa baadhi yenu ni kama wasanii mnatumia sana madawa ya kulevya, wengine wanatumia bangi pale wanapotaka kupanda kwenye stage. Bangi zinasaidia nini kwenye stage pale msanii anapoperform? Kiukweli haisaidii chochote, ila tunasema wenyewe ujana ni maji ya moto. Lakini haisaidii chochote kiukweli. Na kuna uhusiano wowote kati ya madawa ya kulevya na muziki? Havihusiani, tofauti. Sasa kwa nini hili limebaki kama wimbo wa taifa kwa wasanii wengi sana? Kwa sababu ya wasanii wengi tunaamini kwamba tukiuza madawa tunapata pesa ya kuikimu mahitaji yetu. Sasa wale ambao wanajihusisha na madawa ya kulevya pale wanapokuwa kwenye harakati za muziki, ndio maana nimeuliza kama kuna uhusiano wowote kati ya madawa ya kulevya na muziki. Hapana. Ndio tunavyosema pale kwamba ni ujana. Ni ujana tu. Ujana. Na ukiangalia asilimia kubwa ya content au maudhui ya nyimbo ambazo zinatengenezwa na wasanii zinakuwa sana sana zinazungumzia madawa ya kulevya na ngono. Kwa nini? Ni kwa sababu kwa mimi, lakini nilivyoona, wasanii wengi wa siku hizi hawana education, yaani hamna elimu. Hakuna elimu. Unakuta msanii ameishia darasa la 7, anataka kuelimisha watu ambao wameenda shule. Inakuwa ni kitu vile tofauti. Okay, ngoja nichukue, kuna msanii kama vile Nay wa Mitego. Nay wa Mitego sana sana ni mwanaharakati na nyimbo zake sana sana huwa zinajikita kwenye masuala ya siasa, kwa maana ya kukosoa serikali. Lakini kuna wasanii wengine ambao sitaki kuwataja majina, ukiangalia nyimbo zao sana zipo kwenye masuala ya ngono, matusi, madawa ya kulevya hivi. Lakini changamoto ni kwamba Nay wa Mitego, serikali kidogo ni kama inamfuatilia sana wakati anapokuwa anaikosoa serikali, na zile nyimbo ambazo zinazungumzia ngono, madawa ya kulevya, BASATA kwa mfano pale Tanzania hawazifungii. Hii inatokana na nini? Hiyo ni kwa sababu ya ukweli, wanaokwepa ukweli. Wanaokwepa ukweli. Sasa shida kubwa inakuja pale mwanamuziki anapokuwa yuko kwenye stage. Na labda huko ametumia kileo chochote kile. Hivi changamoto kubwa pengine wakati mtu anapokuwa na perform ni hipi anapokuwa anatumia madawa ya kulevya, vinyume vya madawa kwenye stage? Mimi natumia bangi kama mimi. Lakini sidhani kama ndio inanipa motivation ama inanifanya nishindwe au niweze kufanya kitu fulani. Na nikisema pale ni kwamba ni ujana tu. Ni ujana, lakini haisaidii chochote. Hivi kwa upande wako wewe kama msanii, nyimbo zako zinajikita sana sana kwenye masuala gani? Mimi masuala ya kuelimisha. Unaelimishaje jamii kupitia muziki wako? Kama hivyo tunavyozungumzia madawa, nipo na ngoma ambazo nimeambia watu waache kuvuta madawa, si mazuri. Naam. Nipo na nyimbo ambazo nimeambia watu wasikilize wazazi wao. Maana sasa hivi
watoto wengi wasikilizi wazazi. Yeah. Mbali na utumiaji wa madawa ya kulevya, ninyi wasanii mnahusishwa pia katika uuzaji wa madawa ya kulevya. Hamuoni kama mnaharibu kizazi? Ni kweli tunaharibu, sema tunarudi pale pale nyuma. Tulikuwa tunahitaji support sana, sio wasanii. Lakini unakuta msanii akiwa underground inakuwa ni ngumu sana kupata support. Kwa hiyo inaamua tu auze madawa ili kujisupport yeye mwenyewe. Kwa hiyo njia rahisi na ya mkato kabisa ambayo inawarahisishia ni kuuza madawa ya kulevya. Hiyo tumenaona. Na changamoto pengine labda kwa upande wa serikali pale mnapobainika kwamba mnafanya biashara hii zinakuwa ni zipi? Serikali hapo inatuchukua na kutufungia. Okay, kuna hili tatizo la pombe. Hivi pombe kidogo afadhali ukilinganisha na madawa ya kulevya, au vyote ukiangalia vizuri sio vizuri kuvitumia wakati unapokuwa kwenye harakati zako za muziki? Vyote si vizuri kutumia. Ndio maana unakuta wasanii wengine wanafeli stage kwa sababu hivyo vile. Na nimekuuliza swali kuhusu jamii inayokuzunguka inafaidikaje na muziki wako, kwa maana ya kuelimisha. Umesema unatengeneza nyimbo za kuelimisha jamii. Kwa mfano kuna wimbo upi ambao ulitengeneza na ulikuwa na message gani kwa jamii? Kama mama. Mama ilikuwa inazungumzia kitu gani? Nilikuwa nazungumzia kama kipindi unakuwa hapo hauna kitu kabisa. Ndio. Namaanisha pesa. Hakuna mtu ambaye atakupenda na atakwambia maneno mazuri zaidi ya mama. Madawa ya kulevya yana faida zake? Hazina faida, bali zina upotoshaji. Kwa lipi? Kwa mfano ungefafanua kwa wanaotusikiliza? Kwa mfano, madawa yanaharibu sana vijana. Yanaharibu vijana sana. Sasa inakuwa vipi pengine pale unapokuwa katika harakati zako unamkuta yule ambaye umeuzia madawa ya kulevya yuko katika hali ya sintofahamu mitaani, wewe kama msanii unajihisi namna gani? Ni vibaya sana. So kuna wale ukiwakuta wengine wanalala mitaani, wengine wanakuwa wachafu, waoge, wafunguo. Ukiwakuta wale ambao wanauzia madawa ya kulevya, wewe kama mwanamuziki, wewe kama msanii, wewe kama kioo cha jamii, wewe ambaye unatakiwa mstari wa mbele kuelimisha jamii, unajisikiaje hapo unapokuta watu kama hao? Ni vibaya sana. Kwa hiyo ujumbe wako pengine unaweza kuwa ni upi kwa wasanii ambao wanauza lakini pia ambao wanatumia madawa ya kulevya, aswa ukizingatia kwamba kila ambacho kinaumizwa ni kizazi ambacho kesho kutwa kinaweza kuwa na nafasi kubwa katika ujenzi wa taifa? Ujumbe wako ni upi? Mimi ujumbe wangu cha kwanza kabisa nilikuwa naomba BASATA. Naam. BASATA kwa upande wa Tanzania. Vizuri sana. Na kwa BASATA yoyote, hata BASATA South Africa. Waangalie wasanii na wachunge wasanii. Kwa sababu wao ndio jukumu lao. Sasa unakuta kama BASATA wanawaachia wasanii wenyewe wafanye mambo yao wenyewe kama wao. Okay. Kabla sijakuacha uondoke, kuna swali ambalo lipo kidogo nje ya mada yetu, ni kuhusu tattoo. Kuna uhusiano kati ya muziki na tattoo? Hapana. Kwa nini wasanii wengi wanachora tattoo? Ni ushetani tu. Haya, basi nikupe nafasi ya kuweza kutoa ujumbe kwa watu ambao wanatusikiliza. Nawaambia kitu gani? Mimi ninachowaambia kwamba kwanza kwa sisi wasanii tulikuwa tunahitaji support kubwa sana. Na kwa wale ambao wanaotokea kuuzia watu madawa, sio kama tunapenda au wanapenda. Ni hali tu ya kimaisha inatokea kwa hivyo. Kwa hiyo hela ya kuingia studio unapata pale kwenye madawa. Wanapata pale. Kwa hiyo ukipata kama vile wadhamini, masuala kama na hayo mnaweza mkaachana nayo. Na naisha kabisa. Mimi nikushukuru sana kwa kuweza kukubali kuzungumza nami. Na nategemea siku nyingine nikikuhitaji utaenda kunikubalia. Inshallah. Asante sana na karibu tena. Asante sana.